Karibu kwa ajili ya kupeana update mtu wangu. Kama huja subscribe bwana, utakuwa unapita na taarifa nyingi sana. Hususan masuala ya usajili. Sisi kwa sasa tunadili na tetesi na taarifa zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga utaupata hapa katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Hivyo gusa tu neno subscribe ili uweze kupata taarifa zote za usajili wa Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili na usajili wa Yanga kuelekea dirisha kubwa la usajili. Taarifa zote utazipata hapa katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Ukishagusa tu neno subscribe utakuwa umejisajili na umejiunga na maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia channel hii kwa ukaribu kabisa. Faisal Salum wamesha saini timu kubwa hapa nchini. Je, ni Simba ama Yanga? Baki hapa katika channel yako ya habari za michezo na burudani ili ujue Faisal Salum atatua mitaa ya Jangwani ama mitaa ya Msimbazi kuelekea dirisha kubwa la usajili. Taarifa hiyo tunayo na tutakuletea hapa katika channel yako ya habari za michezo na burudani. Bana, leo nimekuletea taarifa moja. Unamkumbuka Obin Kwame Kramo ambaye Simba ulimsajili kutoka ASEC Mimosa, lakini hakuweza kufanya vizuri kunako kikosi cha Simba kutokana na kuandamwa na majeraha, na pia alifanywa upasuaji wa nyama za paja, hivyo kushindwa kufanya vizuri na kushindwa kurejea uwanjani ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na hali ambayo ilimweka nje kwa muda mrefu na mpaka kufikia Simba kuweza kuachana na Obin Kramo. Kwa sasa Obin Kramo Ivory Coast huyo anakipiga kunako klabu ya Itihadi pale nchini Misri, kunako ligi ya Misri pale Egypt. Ni miongoni mwa taarifa ambazo Simba inawezekana tukamuona akivaa jezi ya Simba katika msimu ujao, na kwa sababu Simba wameanza mazungumzo na Obin Kramo kutoka klabu ya Itihadi na mkataba unakwenda kumalizika mwishoni mwa msimu huu kama ataweza kurejea kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wanatafuta namba 10 mwingine zaidi ya Jean Charles Ohua kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Baada ya kuona utimamu wa mwili wa Obin Kramo, basi Simba wamerejea tena kwa Obin Kramo kuhakikisha kwamba wanamrejesha kunako kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Si mara ya kwanza Simba kurejesha wachezaji wao ambao waliwasajili. Tumekumbuka Chama alisajiliwa na RS Berkane, Simba wakamrudisha. Nixon pia alisajiliwa na Al Ahly, mwisho wa siku Simba pia wakamrudisha. Sasa nizamu ya Obin Kwame Kramo, kama unamkumbuka. Simba walimsajili kutoka ASEC Mimosa, namba 10 ya maana, ila kutokana na majeraha akashindwa kufanya yake kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na kwa sasa Kramo anakipiga na Itihadi pale nchini El Itihadi ama ito Al Itihadi pale nchini Misri. Kwa sasa Simba baada ya kufuatilia mwenendo wake na kuonekana ameimarika vizuri, Simba wanataka umrejeshe tena Obin Kramo kuelekea dirisha kubwa la usajili kutoka na klabu ya Al Itihadi pale nchini Misri, baada ya mkataba wake unakwenda ukingoni mwishoni mwa msimu huu. Baadhi ya virabu pia kama Al Qadra ya nchini Libya pia nao inahusishwa na kuhitaji saini ya Obin Kramo kutoka kunako klabu ya Al Ittihad pale nchini Misri. Ama Zuru pia nao wanavutiwa na Obin Kramo, lakini Simba nao pia wameonyesha nia ya kuhitaji saini ya Obin Kramo, mchezaji wao wa zamani ambaye walimsaini kutoka kunako klabu ya ASEC Mimosa pale nchini Ivory Coast, lakini akashindwa kufanya makubwa kutokana na majeraha. Kwa sasa Simba baada ya kumfuatilia na kuona ubora wake umerejea, sasa Simba wanahitaji saini ya Obin Kramo kurejea kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili ili kuja kumchallenge Jean Charles Ohua kunako namba 10 kunako klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Basi hizo taarifa ambazo nimeona nikupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Nikikwambia gusa neno subscribe, ina maana na maanisha kweli. Gusa tu neno subscribe, alafu
kaa mkao wa kula. Taarifa zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga utazipata hapa. Simba na msajili nani, wanamwacha nani, utazipata hapa. Kwa upande wa Yanga pia, Yanga wanamsajili nani na Yanga wanamwacha nani, taarifa hizo pia utazipata hapa. Sisi tupo kwa ajili ya masuala ya usajili tu kwa sasa, kwa sababu ndio taarifa ambazo zimechukua nafasi katika masuala ya kimichezo, kwa sababu ligi inakwenda ukingoni na Simba wako busy sana na masuala ya usajili, kwa sababu wana asilimia kubwa kumaliza nafasi ya kwanza ama ya pili kunako ligi kuu ya MBC. Hivyo msimu ujao watarejea kunako ligi ya mabingwa barani Afrika, na ndio maana wameanza kufanya usajili kimya kimya na kufukuzia wachezaji wa maana ambao wanaona watawasajili kuelekea dirisha kubwa la usajili. Na selection ya wachezaji inafanywa na kocha mwenyewe. Fadlu Davids amepewa panga na mabosi wa klabu ya Simba kutafuta wachezaji ambao yeye anawahitaji, ili mabosi na kamati ya usajili waweze kuwasajili wachezaji hao kuelekea dirisha kubwa la usajili ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kama huja subscribe channel hii mtu wangu, utakuwa unapitwa na taarifa nyingi sana. Gusa tu neno subscribe, alafu kaa mkao wa kula. Taarifa zote za usajili utazipata hapa. Usajili wa Simba utaupata hapa, usajili wa Yanga utaupata hapa. Sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu. Taarifa zote za usajili utazipata hapa. Gusa tu neno subscribe ili usipitwe na taarifa zote za usajili kuelekea dirisha kubwa la usajili. Na ukisha subscribe utajiunga na maelfu ya Watanzania ambao wamesha subscribe channel hii ya habari za michezo na burudani. Gusa subscribe kwa sasa ili uungane pia na Watanzania wenzako ambao kwa sasa wanaifuatilia channel hii kwa sababu ya taarifa za uhakika, hususani masuala ya usajili. Asante kwa kutufuatilia, asante pia kwa kutuamini. Usisahau kusubscribe mtu wangu, kwa sababu taarifa zote za usajili zitakufikia hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Usajili wa Simba na Yanga wote tutakuwekea hapa.